Ndugu waandishi wa habari, kwa niaba ya wale ambao tulifanyiwa ukandamizaji huu mkubwa, kwa majina naitwa Dr. Fred Chacha Hatari, miongoni mwa wale 6 tuliokamatwa mahakama ya Kisutu na baadaye tukatengwa katika makundi mawili, gari moja watatu na jingine watatu. Lakini mimi katika lile kundi la watu watatu ndo wale ambao tulienda kutelekezwa Mkuranga. Historia ya kukamatwa kwetu ilikuwa ni ya majaribu makubwa na ni ndefu kidogo, lakini nizungumze matukio matatu ambayo yamesikitisha katika ukamatwaji huu, ambao mimi binafsi naona sio ukamatwaji bali ulikuwa ni utekwaji. Tumekamatwa toka majira ya saa 4 na dakika takribani kama 48. Muda wote katika muda huo tumezungushwa Dar es Salaam na maeneo mengine ambayo tulikuwa hatuyafahamu, mpaka saa 1 kasoro dakika 16 tukajikuta tuko Mkuranga kwenye geti la kituo cha polisi. Lakini wakati tumekamatwa, mara tu baada ya kuwa tumegawanywa katika magari mawili, tulisikitika kuona tunafaulishwa kwenye magari ambayo yalikuwa sio ya polisi, lakini magari hayo yanaeskotiwa na magari ya polisi yenye ving'ora. Na nadhani na rekodi kadhaa hapa ambazo tulikuwa tunazirekodi kwa wiziwizi juu ya ving'ora vile ambavyo tulikuwa tunaeskotiwa kwenye magari hayo. Maana yake hapo nikajifunza kwamba jeshi la polisi linafanya facilitation, lina facilitate watekaji, ama wao wakiwa ni sehemu ya hilo, na wanaeskoti misafara hiyo na wanazipita foleni kwa kueskoti magari hayo ambayo sio ya kiserikali, yanaweza yakawa yamewashikilia watu. Hilo tukio la kwanza linitusikitisha na kwa kweli ni very sadic. Lakini tukio la pili, wakati tumekamatwa na jeshi la polisi, bado hatujafaulishwa kwenye hayo magari ambayo sio ya kiserikali. Askari wamefacilitate kutulaza kwenye magari, wanatulaza chini kwenye magari, wanatuzungushia maturubai mithili unavyozungushia gunia la mkaa. Tunasafirishwa kwa zaidi ya masaa 6 kwenye gari umelala, huku umezungushiwa maturubai bila kujali unaweza ukaingia kwenye suffocation ya hewa ukafa. Wao hawakujali juu ya hilo. Swala la upumueje na uoneje lilikuwa ni jitihada zako binafsi za usiri, na hata pale ulipoonekana dhahiri unaonesha kujiokoa dhidi ya suffocation, walikupiga ngumi kwenye kichwa kukwambia hauna mamlaka ya kunyanyua kichwa. Ilikuwa ni hali ngumu sana. Majira ya saa 9 tulijikuta tuko katika msitu ambao mimi binafsi na wenzangu hatukutambua msitu ule. Na katika kuhojiwa, kwa bahati nzuri sana, katika wale watatu tu ambao tulikuwa pia hatufahamiani, mmoja alikuwa ni mfanyabiashara kutoka Buguruni anaitwa Asambole Peter, na mwingine alikuwa ni kada wa Chama cha Mapinduzi, ni mkazi wa Mnazi Mmoja, na alionyesha mpaka kadi ya chama na kulia ukunga kuambia wamwachie kwa kuwa yeye sio Chadema. Lakini bado walisema samaki mmoja akioza huenda umeshawishiwa, wote mmeoza. Katika msitu ule ambao kulikuwa na bwawa dogo lenye mtaro, bila shaka linapokea maji taka kutoka kwenye viwanda, askari wale wakiwa na silaha wakatuambia, kwa kuwa mnampinga mama ambaye anawaleteeni maji safi na salama ya kunywa, basi leo mtakunywa maji ya sumu mfe, ili mjute kwa nini mnapinga na waleteeni maji safi na salama. Tukaelezwa kutoka kwenye gari takriban kama mita 50 usawa na urefu katikati ya urefu wa uwanja wa mpira, tukaambiwa tutambaye kwa kutumia tumbo, twende tukayanywe yale maji ya sumu. Laiti kama ingelikuwa wala askari katika mazungumzo yao kuonesha kule walikokuwa wanaelekeza kutupeleka, walikuwa wanapita kama chimbo la pili, kwamba gari lao lilikuwa halina mafuta ya kuweza kufika huko,
na hatimaye kuamuru tuondolewe pale tupelekwe chimbo moja, huenda tulikuwa tunapelekwa kwenye chimbo ambalo leo tusingelikuwa kwenye media tunazungumza. Inawezekana kabisa. Baada ya pale, kabla hatujafikia ile maji, wakatuondoa haraka tupande kwenye magari na kisha tuondoke, na kweli tukawa tumeondoka. So I think cross-sector collaboration is really, really important, and I'd see it more broadly as part of a healthy competitive environment. Kuna kelele nyingi za watu, nikafanya prukshani kuhoji kwa sauti kubwa, mnanipeleka wapi angalau basi nipate kujulikana kwamba nimo ndani ya gari lile. Wakanikandamiza, lakini angalau bodaboda walikuwa pale wakapiga picha, wakarekodi. Ndio maana gari lile likala kona upande wa kushoto, likaacha barabara inaelekea, na hatimaye tukashika barabara ya vumbi. Dakika 2 mbele nikajikuta natelekezwa kwenye lango la beria ya kituo cha polisi ambacho sikujua ni kituo kipi. Baada kunitelekeza pale, waliniuliza swali moja tu, unapajua kwenu? Nikasema ndio. Ni wapi? Ni Dar es Salaam. Wakaniambia geuka nyuma, ukimbie utafute Dar es Salaam ilipo. Hapo ndipo nilipopata uchochoro wa kurudi na kukimbia. Mbele mita kadhaa nikakutana na bodaboda. Nikamuuliza hapa ni wapi? Akanambia hapa ni Mkuranga. Hii barabara nitokako ni wapi? Akanambia hapo kuna kituo cha polisi. Kwa ujasiri mkubwa, mheshimiwa kama mwenyekiti, nirudi kwa kunyata, nikaenda nikapiga picha eneo lile la kituo cha polisi, na baada ya hapo ili nisipate kuonekana kwa wivu wa uoga nilikuwa nimekwisha kuingiwa, nikalazimika tena kukimbia. Ndio maana picha hizo za kituo cha polisi ninazo, rekodi ambazo walikuwa wanasafirisha kwenye misafara ya ving'ora tuasindikizwa na polisi ninazo kadhaa. Nilizokuwa najirekodi nilishindwa kuzituma kwa sababu nilikuwa niko kwenye hatari ya ulinzi mkali wa kuzirusha zile clips. Kwa katika haya kiukweli, kwa niaba ya wananchi, lakini kwa niaba ya taifa langu, niseme tumehuzunika sana kuona kwamba nchi yetu badala ya kutulinda leo, hatuna imani na polisi, hatuna imani na mamlaka za usalama. Leo inatakiwa ukimwona polisi ukimbie. Hatuna imani kabisa na ulinzi wa taifa letu. Hali hii ni mbaya sana. Na kwa kweli sio mara ya kwanza kukamatwa na polisi, lakini ukamatwaji wa juzi ulikuwa ni ukamatwaji wa aina nyingine ya kipekee ambao nachelea kusema, nadhani ulikuwa na makusudi ya kutoa roho yangu na kutoa roho za watu wengine. Baada ya kuyasema hayo, ni laani sana vitendo hivyo, niungane na chama changu kulaani, lakini niseme yote yaliyotokea hayajanivunja moyo hata kidogo. Badala yake nasema wameendelea kunipaza, lakini kunipatia hamu kubwa na shauku ya kupigania haki za taifa hili, na nitaendelea kulipigania na wala sitokoma. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Ndugu waandishi wa habari, kwa majina naitwa Felius Festo Kinemi, ni katibu mwenezi wa Baraza la Vijana Chadema Taifa. Siku ya tarehe 2 kama ilivyokuwa ratiba ya kuhudhuria kesi ya mwenyekiti wetu Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ilikuwa ikiendelea katika mahakama ya Kisutu, tulifika mahakamani pale kama ilivyo ratiba ya kuingia mahakamani kuhudhuria kesi. Tukiwa na baadhi ya wajumbe wa kamati kuu akiwepo Mheshimiwa Aden Mayala, mwenyekiti wa Chadema Kanda ya Kusini, Mheshimiwa Rose Mayemba na mkurugenzi wa mawasiliano, na baadhi ya wanachama walikuwepo katika geti la Kisutu kwa ajili ya kuingia ndani ya mahakama. Askari walileta ubishi na kuwazuia, kuendelea kutuzuia tusiingie mahakamani pale. Baadhi ya askari walikuwa kutoa maelekezo ya kawaida, lakini ndani ya dakika chache alifika mtu ambaye alitambulika kama ACP Mushana Rugora Mjema. Bila kujua askari wengine walikuwa kizungumza nini, alifika pale na matumizi ya nguvu na vilungu na kuanza kuwashambulia wanachama waliokuwa mahali pale. Alitushambulia kwa nguvu kubwa, huku akisema kutupiga kwake yeye anapata credit kwa Mheshimiwa Rais na atapandishwa cheo. Hayo ndo maneno ambayo alikuwa akirudia. Tulipigwa vilungu sana mahali pale, hakiwapiga wanachama bila kujali, na baadhi ya askari walioshirikiana nao niweza kuwatambua kwa majina. Mmoja wao alikuwa